Leo sisi tumewahi kumpata kijana mmoja wa Kiislamu anaishi na mwanamke nje ya ndoa na wote ni Waislamu. Lakini jambo la ajabu sio hilo, ndugu zangu. Sheikh Saad anaijua hii. Jambo la ajabu ni kwamba wameishi miaka 15 katika zinaa, wanazini miaka 15 mpaka leo hawajaona. Lakini la kushangaza vile vile sio hiyo tu, mpaka sasa hivi miaka 15 wamezaa watoto 5 wa zinaa. Lakini ilokuwa mbaya, ambaye inaikata maini, ndugu zangu, ni kwamba majirani wake wote, huyu bwana na mke wake, wote majirani wake ni Waislamu. Wanaishi katika zile nyumba za Kiswahili ile. Hapa kuna chumba, choo ni moja, bafu ni moja, jiko ni moja, wote wanashirikiana katika kutumia hizo vitu. Majirani wake wote ni Waislamu. Huyu bwana anasema katika miaka 15 ambaye nimeishi na huyu mwanamke kwenye zinaa, hakuna mtu mmoja amewahi kuja kututembelea hapa kutukanya na hii tabia ambayo tunaendelea nayo, na wote wanajua sisi hatujaoana, tunazaa watoto nje ya ndoa. Hata tulipokutana na wao kawauliza, jamani, imekuwaje nyinyi leo mnaishi nje katika zinaa mpaka mmezaa watu 5 miaka yote hii? Mkifa katika hali hii mtamwambia nini Mungu? Wallahi, jawabu alioitoa huyu mwanamume ni jawabu ya kusikitisha. Akasema, mimi sina uwezo wa kumwoa huyu mwanamke, sina uwezo. Yani mtu labda ukiuliza utasema, jamani, huyu ana akili gani? Yani uwezo wa kuishi naye anayo, lakini uwezo wa kufunga naye ndoa kwa kadhi hiyo hana. Lakini tulipomdadisi zaidi, ndo akasema, bana, mimi nilipeleka posa kwa wazazi wake huyu mwanamke ambaye ni Waislamu. Wazazi wake wakaniwekea masharti ambayo nilishindwa. Wakasema, kwanza wanataka zawadi yao ya ng'ombe 30, alafu mahari shilingi 20,000 ya Kenya. Anatuambia, mimi mwenyewe, angalieni hii chumba ambacho ninachoishi na watoto wangu hapa, chumba moja hii kama bafu, sote na watoto 5 humu ndani. Hapo ndo jiko, hapo ndo bafu, hapo ndo sitting room. Kulipa yenyewe nyumba hii yangu ni tabu, nitatoa ng'ombe 30 wapi? Na wazazi wa huyu mwanamke walimwambia huyu mwanamume, wallahi, usipotuletea ng'ombe 30 hatutokubali umuoe binti yetu. Na tayari binti yao huyu ameshazaa mtoto mmoja nje ya ndoa na huyu bwana. Yani kuonesha namna gani leo wazazi wengi walivyokuwa madayuth, hawana ghera na binti zao. Yani mzazi leo yuko radhi mtoto wake aziniwe nje ya ndoa, azae watoto nje ya ndoa, maadamu maslahi yao haijapatikana, wao hawako radhi, ndugu zangu.